Roho Mtakatifu, niko tayari Bwana kupokea neno lako jioni ya leo, na niko tayari Bwana kuomba mbele zako jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa kunipa nafasi ya kuomba mbele zako. Tarehe 1 ya mwezi wa kwanza 2026 ni tarehe yangu ya kutengeneza mazingira ya kiroho ya maisha yangu binafsi na familia yangu na mahali ninapoishi na katika mji ninaoishi na katika wilaya ninaoishi na katika mkoa ninaoishi na katika taifa ninaloishi, katika jina la Yesu, amen. Somo tunaloendelea nalo linazungumza juu ya usikivu wa kiroho katika kupokea na kuhuishwa uwezo mpya wa kiungu kwenye nyakati mpya au majira mapya. Lakini kwa nini Mungu anatufundisha juu ya usikivu wa kiroho? Nilikwambia malengo kadha wa kadha, na lengo mojawapo ni kumaliza mwaka kwa ushindi na kuingia mwaka mpya ukiwa na uwezo mpya. Ni lengo mojawapo hilo, lakini nikakwambia kutambulishwa na Bwana kwenye nyakati mpya na majira mapya. Lakini kuna lengo nilikwambia kupokea fikra mpya na mwelekeo mpya. Fikra mpya na mwelekeo mpya. Fikra mpya na mwelekeo mpya. Kupokea fikra mpya na mwelekeo mpya wa kiungu. Amen, amen. Bwana asifiwe. Na kiwango cha maisha ya mtu duniani kinatengenezwa kwenye fikra au kwenye mfumo wa kimawazo. Mawazo yako yalivyojengwa ndio yanaoamua kiwango cha kimaisha. Na ndio maana Mungu akitaka kumbadilisha mtu, eneo la kwanza analoenda pia, pamoja na kwamba umeokoka, eneo atakalokuja ni eneo la fikra zako, kwa sababu fikra zako ndizo zinazoamua uende umbali kiasi gani. Fikra zako, aonavyo mtu nafsini ndivyo alivyo. Kwa hiyo badiliko la kuonyesha kwamba umeingia majira mapya halitokani na namba kubadilika. Namba zinaweza kubadilika, kwamba sasa ni 2026, lakini fikra zikabaki 2023 au 25, kwa sababu kinachoona fursa sio macho haya. Kinachoona fursa ni fikra. Ndio maana watu wanagharamika sana kutafuta mawazo. Na ndio maana wale wanaosoma Biblia utakuja kugundua mtu akiwa anatafuta wazo la Mungu, mahali pa kulipata ni kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Haleluya, 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 haleluya. Mahali pa kulipata ni kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Ndio mahali pa kulipata. Wale wanaosoma Biblia watagundua kwenye Kumbukumbu la Torati ile 2:1-4, watagundua wana wa Israeli walikuwa wamekwama, wamezunguka mahali pamoja miaka zaidi ya 39 kwenda 40. Wanauzunguka mlima mmoja tu jangwani. Wanazunguka mahali pamoja, anakufa huyu, wanaendelea kuzunguka, anakufa huyu, wanaendelea kuzunguka mahali pamoja. Biblia inasema ndipo Bwana akasema, mlivyozunguka mlima huu vyatosha, geukeni upande wa kaskazini. Sasa angalia, Bwana asingesema wangeendelea kuzunguka, wingu la Bwana liko pale. Kumbuka nguzo ya Bwana ilikuwepo. Ile kwamba umeokoka
na Yesu yuko moyoni mwako, hiyo haimaanishi kwamba huwezi kuzunguka mahali pamoja. Unanielewa ninachosema? Ndio maana maandiko yanasema watu wangu wanaangamizwa sio kwa sababu Mungu wao hayupo. Anasema wanaangamizwa kwa kukosa nini? Mungu wanaye lakini hawana nini? Na ndio maana kuweka fikra zako, fikra kuziweka wakfu mbele za Bwana ni muhimu. Kwa sababu angalia, ili amwangushe Eva, shetani aliwinda nini? Aliwinda fikra, hakuwinda roho. Alichowinda ni fikra. Macho ya moyo yanafunguka, fikra mpya zinaingia, mawazo yanabadilika. Ndio maana kwenye siku za mwisho, kama unafuatilia, Roho Mtakatifu anaachilia mawazo ndani ya watu, na yale mawazo ni package ya maisha. Kabla ya maisha unayoyataka yajaja, Mungu anaachilia wazo. Kabla Mungu hajajenga ile hema, aliachilia wazo. Aliongea na Musa, akaweka wazo ndani ya Musa. Ukiona unaingia mwaka, mawazo yako yanakubaliana na mwaka jana, yanakubaliana na mwaka juzi, maana yake bado hujavuka kipindi. Na ndio maana tuko mbele za Mungu kumlilia Mungu ili fikra zetu zipate kubadilika. Mwambie jirani yako, na kuombea katika jina la Yesu. Tunapoingia kwenye maombi na kwenye semina hii, Mungu akupe fikra mpya, Mungu akupe mawazo mapya, Mungu akupe akili mpya, Mungu akupe kuona upya, Mungu akupe mawazo mapya katika jina la Yesu. Mwambie mwaka mpya, fikra mpya, neema mpya, upako mpya, nguvu mpya, mawazo mapya, matendo mapya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kama mmenielewa sema amen. Wakorintho wa pili ile sura ya 11. Nataka nikwambie vitu vichache hapa. Naongelea lile lengo la kusema kupokea fikra mpya na mwelekeo mpya wa kiungu juu ya mwaka. Mungu hawezi kukuletea fikra mpya kama humpi nafasi. Ndio maana nataka tukajiweke wakfu kwa Bwana, kwamba kila wazo na kila hatua ambayo Mungu atatupa mwaka huu isiwe na uwezo wa kushambuliwa na tukarudi nyuma tena. Yaani ukiinuka uwe umeinuka, sio unainuka unakalishwa. Ukiinuka uwe umeinuka. Kama mmenielewa sema amina. Wakorintho wa pili ile sura ya 11 mstari wa 3 anasema, lakini nachelea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikra zenu mkauacha unyoofu na usafi kwa Kristo. Unaona Paulo anachozungumza? Kwa hiyo adui akitaka kuwinda hata imani yako, cha kwanza anakoenda kupiga ni wapi? Kwenye fikra. Akipiga fikra, unaanza kuona kinyume cha imani yako kabisa, kinyume cha akili yako. Unaanza kuona tofauti, kwa sababu fikra zimepigwa. Na fikra zikipigwa, unaweza ukajichukia hata we mwenyewe, na ukitembea unasema kila mtu ananiona ninanuka. Kumbe hakuna hata anayekuona unanuka, ila ni fikra zako zinasema. Fikra zinaweza zikakufanya ujifungie chumbani, alafu hakuna aliyekufungia, ukajifungia mwenyewe, ukasema, wakakwambia toka huko, ukasema sitaki kuona mwanga. Fikra zimekwambia kaa chumbani, ukitoka huko nje kila mtu anakucheka. Kwa ukikuta mtu anajiongelea unasema wananisema. Fikra. Amen, amen. Unagundua zimeshaingiliwa, na huu ni uwezo ambao adui anafanya ili kuharibu. Sasa unisikilize mtu wa Mungu, mambo mawili haya ambao nataka niyaseme. Kujiweka wakfu kwa ajili ya majira mapya au kwa ajili ya mwaka mpya. Andika hiyo kwa kifupi. Kujiweka wakfu kwa ajili ya mwaka mpya. Nisikilize kwa kifupi afu tuingie kwenye maombi sasa. Kujiweka wakfu kwa ajili ya mwaka mpya. Kujiweka wakfu. Na nilikwambia wale waliokuwepo kanisani, nilisema uandike mambo 7, si ndio watu wa Mungu? Unaotaka kuyaweka wakfu. Mwanzoni mwa mwaka ndio mwakupangilia mambo sawa. Eneo mojawapo lazima uhakikishe mawazo yako yamekaa sawa sawa.
iwe ni kwenye eneo la kiuchumi, uhakikishe mawazo yako yamekaa sawa sawa. Yani mbingu zikikuona zinasema yes. Ndivyo ambavyo mtu anayekaa na sisi, anayekaa na ufalme wa Mungu anatakiwa kuwaza, kwa sababu mbingu haziwezi kuwekeza upako kwenye wazo ambalo mbinguni wakilitazama haliendani. Haziwezi kuwekeza upako kwenye hilo wazo. Hata kama watu wamekufanyia vibaya mwaka uliopita na miaka iliyopita, wasamehe. Acha Mungu akuinue uje uwasaidie hao waliokufanyia vibaya. Uwe Yusufu wao. Yusufu aliwasaidia ndugu wale waliomtupa kwenye shimo, na alipokuwa anawasaidia wanamuogopa. Anawaambia, sio ninyi, huu ulikuwa ni mpango wa Mungu ili mimi nitangulie mbele, mnichukie. Kama msingenichukia yamkini nisingesaidika. Ndio maana kuna chuki ya marafiki ni mtaji kwako. Chuki ya marafiki sio hasara. Kuna watu wanakuchukia lakini ni mtaji kwako. Wanakuchukia, wanaamsha hasira ya kumtafuta Bwana ili watangulie mbele, na ukifika mbele utawarudia kuambia, mlinikasirikia lakini mimi ndio niliwekwa kuja kuwasaidia. Kama umenielewa sema amen. Sasa wewe ukichukiwa unakata tamaa, kumbe kuna hasira ya kuchukiwa ni mtaji. Ambia jirani yako ni mtaji. Kuna mtu anapona hapa, kuna mtu anapona Sema, mimi wananichukia sana mwalimu, wananichukia sana. Wewe sio wa kwanza. Hata Yesu alimchukia, wakamchukia mpaka wakamuua, wakampeleka msalabani. Shetani akafikiri amemaliza. Yesu akiwa msalabani, kasome Wakolosai, akazishangiliza mbingu. Akauvua ukogo wa upande wa giza, akawafadhaisha mashetani. Alipoenda kablini siku ya tatu, mwanaume ameibuka akiwa na utukufu mwingi, akawa na jina ambalo likitajwa mpaka leo mapepo yanatetemeka. Huyu ndiye Yesu aliyefikiri wamemvua nguo. Kuna watu wanaweza fikiri walikuvua nguo mwaka jana, lakini Bwana ameandaa utukufu katika majira mapya. Ndio maana acha kukata tamaa na chuki za marafiki na chuki za ndugu. Hizo chuki ni mtaji wako. Haleluya, haleluya, haleluya. Nasema ni mtaji wako. Badili unavyofikiri. Yusufu asingechukiwa, angefikaje ikulu? Yusufu asingesingiziwa kuwa amebaka, angefikaje ikulu? Ilibidi achukiwe na ndugu zake, wapange mpaka kumuua, waache wamempeleke kwenye shimo, baadaye wamtoe, wamuuze. Tena wanamuuza kwa watu wanaojua ni makatili. Yusufu hata survive, atakufa, hata ishi, atakufa. Hawakujua kuna watu unapowauza unafikiri wanaenda kufa, kumbe unawasogeza kwenye hatima zao. Wakati wanakuuza wewe wanafikiri unaenda kufa, kumbe walikuwa wanakusogeza. Inawezekana zimebaki siku chache. Inuka, usiwatazame waliokukasirisha, tazama unakokwenda. Kama nanielewa sema amina. Kama nanielewa sema amen. Kama nanielewa sema amen. Nanielewa watu wa Mungu. Mwalimu, kanuni umefundisha hivi, fikra zinabadilika. Badilika fikra. Kuna wengine hao maumivu unayoyasikia ni fikra zako. Unatuliotegemea kushika mkono, wamewachia mkono wako. Alafu unasema wameniacha peke yangu. Hauko peke yako. Yuko Mungu aliye hai. Yusufu alitupwa mpaka gerezani kwa kusingiziwa. Wakafikiri wamezima ndoto zake. Mama watu wamemsingizia Yusufu yuko gerezani, lakini kule gerezani Bwana alienda. Na akiwa gerezani, maandiko yanasemaje? Kule ndiko ambako alitoka, akavuliwa nguo za magereza, akavalishwa nguo za mtawala wa Misri. Aliyekuwa juu yake sio mawaziri tena, aliyekuwa juu yake ni mfalme tu. Mawaziri na wengine wote wakawa chini. Anayepandishwa namna hiyo ni mgeni katika nchi, ni mgeni tena mfungwa, aliyesingiziwa kesi ya ubakaji na mtawala mmoja katika nchi. Ndio maana hata ukifanyiwa dhulma, sisi kuna mahali watu tunadai.
ni Mungu wetu peke yake, ambaye akiingilia kati yeye anatupa haki yetu. Na ndio maana kuna saa, hata kama unapitia maumivu, mwambie Bwana, ninajua wewe unaweza kunisaidia. Kutoka sura ya 32. Mimi sikusomea ile mistari mingi, na kusomea ile mstari wa 7, ila unaweza kuanzia mstari wa kwanza ukasoma yote, lakini mimi nakusomea mstari wa 7 mpaka ule wa 8, alafu nakuja kusomea ule mstari wa 29, mstari wa 29. Amen. Mstari wa 20 na ngapi? Na 9. Mstari wa 29. Aya, naanze mstari wa 7. Bwana akamwambia Musa, anamwambia wakiwa wapi? Akiwa mlimani, yuko peke yake na Mungu. Bwana akamwambia Musa, haya shuka, kwa maana watu wako uliowatoa katika nchi ya Misri wamejiharibu nafsi zao. Sema wamejiharibu nafsi zao. Alafu anasema wamepotoka upesi kuiacha ile njia niliyoamuru, wamejifanyia ndama ya kuyeyusha, wakaiabudu na kuitolea dhabihu, wakasema hiyo ndiyo miungu yako, Israeli, iliyokutoa katika nchi ya Misri. Mstari wa 29, au tuanzie mstari wa 25, ndio itakaa vizuri. Anzia 25 tena, ingawa lengo ni 29. 25 inasema, basi Musa alipoona ya kuwa watu hawa wameasi, maana Haruni amewaacha waasi ili wawe dhiaka kati ya adui zao. Maana yake ukihasi mbele za Mungu unakuwa dhiaka kati ya nini? Ya adui zako. Yaani wachawi ndio wanashangilia, wanasema huyu nyama yetu. Sumeasi kwa Mungu. Sasa angalia, anasema ili wawe dhiaka kwa adui zao. Anasema ndipo Musa akasimama katika mlango wa marago, akasema, mtu awaye yote aliye upande wa Bwana na aje kwangu. Wana wa Lawi wote wakamkusanyikia. Wana wa Lawi, kabila moja tu ndio lililomkusanyikia Musa. Akawaambia, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kila mtu na ajifunge upanga wake pajani mwake, akapite huko na huko toka mlango hadi mlango kati ya malago, mkamchinje kila mtu ndugu yake na kila mtu mwenzie na kila mtu jirani yake. Na hao wana wa Lawi wakafanya kama vile alivyosema Musa, wakaanguka siku ile. Ile neno wakaanguka maana yake wakafa. Wakafa siku ile kama watu 3,000. Watu 3,000. Yani unaelewa nini maana ya kufa? Wakifuatwa na upanga. Kwa nini mmekataa kuwa upande wa Musa? Wanaotaka kuwa upande wa Bwana waje upande wa Musa. Kwa nini mmegoma? Wanakuambia hatuko tayari, sisi tumeitambua miungu hii. Kwa hiyo uko tayari kukatwa? Tukate tu. Yani wako tayari kuchinjwa kwa ajili ya miungu. Wakachinjwa watu 3,000. Hawasikii kitu. Au walikuwa wamechanganyikana, au wamechanganyikana wakachanganyika ndani ya kuchanganyikana. Bwana asifiwe. Hao walichanganyikana, wako tayari kuchinjwa, lakini sio kuwa upande wa Bwana. Wamegoma. Musa akaona hii biashara, si nitaua mkutano mzima, kwa sababu siku moja tu wamekufa 3,000. Siku nyingine wangekufa wangapi? Akaona watakufa hawa, wataisha. Akajua kuna jambo moja tu linaloweza kugeuza hatima yao, na mimi nikapata nafasi ya kumwomba Mungu akatubadilishia kile alichokusudia kibaya kwetu. Angalia alichosema mstari wa 29. Wakati watu wamekufa, Musa anasema, Musa akasema jiwekeni wakfu. Sema jiwekeni wakfu. Anasema jiwekeni wakfu kwa Bwana leo, na kila mtu juu ya mwanawe na juu ya ndugu yake, ili awape nini? Ili awape nini? Ili awape baraka leo. Wanaotakiwa kupewa baraka wameshamkataa Mungu. Afu Musa anajua jambo moja tu, mtu akijiweka wakfu kwa Bwana anakuwa amefungua mlango wa Mungu kuja ndani yake. Na Mungu akija kwa mtu aliyejiweka wakfu, anaachilia baraka, nguvu ya uwezesho ya kumrejesha kwenye mstari wa maisha aliyotakiwa kuwa nayo. Laana inaondoka, mauti inaondoka, baraka ikija maana yake na uzima unakuja. Lakini kwa njia gani? Kujiweka wakfu. Na ndio maana nina ujasiri
kupitia damu ya Yesu na jina la Yesu, kwa sababu Yesu hakufa kwa watu wenye haki, alikufa kwa sisi ambao hatuna haki, kwa wale ambao hawana sifa. Ndio Yesu alikufa kwa ajili yao, ili wapate sifa kupitia kumwamini yeye. Na ndio maana tuna ujasiri ndani yake katika jina la Yesu. Tuna ujasiri ndani yake kupitia Kristo Yesu. Kwa nini? Anasema akawaambia, jiwekeni wakfu ili Mungu awape baraka. Na sisi tuna ujasiri jioni ya leo tunapoenda mbele za Mungu. Unisikilize watu wa Mungu, ukielewa kujiweka wakfu, maana yake haijalishi umefanya makosa mangapi huko nyuma, unaporudi madhabahuni pa Mungu na kujiweka wakfu, ni sawa na kusema, najirejesha kwako Bwana, narudi kwako, najitiisha chini yako, mimi niko tayari kukufuata tena. Unapojiachilia namna hiyo na kujitoa kwake, Mungu anabadilisha, anaingia ndani yako na kuachilia baraka na kubadilisha ile historia ya mambo yaliyopita ya mwaka jana. Historia mpya inaanza kwenye majira mapya. Na ndio maana angalia, Musa ameshuka akiwa na hasira. Kwanza alivunja mpaka mawe. Unajua hasira ya kuvunja mawe haikuwa ya kawaida. Na ndio maana Mungu akasema, mimi ni mchumi, mawe haya hujui niliyachonga wapi. Wewe ulikuta nimeandika tu, sasa chonga ya kwako mwenyewe, uyabebe uone yalivyo mazito, uje nayo huku mlimani. Unavunja mawe yangu. Musa alipata hasira. Mungu ameandika sheria, tena hakuandika Musa, Mungu ndiye aliandika kwenye mawe yale. Mungu kayachonga mwenyewe, kayaandika mwenyewe, alafu kamkabidhi tu, beba nenda. Musa anarudi amekasirika, amefula. Alimnyambala yule, amefula. Aliposhuka wamemkasirisha, kashusha pwa, mawe aliyochonga Mungu kavunja. Afu hasira haijatulia, kaenda akasema, walio upande wa Bwana waje kwangu. Akakuta mijitu imeweka kwanza hivi, tuje wapi? Usileta mchezo na miungu, imeweka mgomo, twende wapi? Wakaenda tu ndugu zake kabila la Lawi, Sinai ni Mlawi. Wakasema, sisi tunaunga tela kwa sababu huyu ni kabila letu. Na sina uhakika kama walienda kwa sababu wanampenda Mungu, ila walisema tu huyu alimnyekiusa. Wakaunga tela, tusimwangushe ndugu yetu. Wakaunga tela. Walipounga tela, ndio akasema, nyie mliobaki sikilizeni kitakachowapata. Mlango kwa mlango lazima chinjwe mtu. Wakauawa watu 3,000. Watu 3,000 sio mchezo, watu 3,000. Alafu bado mijamaa imegoma, imekubali. Musa akajua hapa kuna njia nyingine, wajiweke wakfu kwa Bwana. Akawashawishi akamwambia, jiwekeni wakfu kwa Bwana mpate baraka. Walipojiweka tu wakfu kwa Bwana, asubuhi yake Musa akaenda mlimani, amepata na mzigo wa kuwaombea. Maana yake Mungu akaamsha roho ya Musa, akaondoa ile hasira. Rudi kwangu tena mwanangu. Akaenda mlimani tena, lakini alipofika mlimani wakakutana na baba yake. Anamwambia, nimekuja. Umekuja kufanya nini? Nimekuja kuomba, yamkini unaweza ukatusamehe lile kosa alilofanya. Nikusamehe? Umevunja mawe yangu, nilikokuwa nachonga ukuwepo. Kachonge alafu ubebe uone yalivyo mazito. Unanisikia nachosema? Musa aliwaambia, jiwekeni wakfu kwa Bwana ili majira mapya yaje. Na wewe leo ni tarehe 1 ya mwezi wa kwanza 2026. Fungua moyo wako, jiweke wakfu kwa Bwana. Jiweke wakfu kwa Bwana leo. Usijiweke wakfu peke yako tu. Huyu aliambiwa na juu ya mwanae, na juu ya mwanae, maana yake na wewe na juu ya familia yako. Hakikisha unaiweka wakfu kwa Bwana jioni ya leo, na sio familia tu, na mambo yako ambayo unataka Mungu ayamiliki. Chochote ukikiweka wakfu kwa Bwana, Mungu anakihuisha, anaachilia mafuta juu yake. Mnanielewa watu wa Mungu? Mnanielewa watu wa Mungu? Kuweka wakfu maana yake nini? Unatengwa. Unatengwa kwa ajili ya nani? Ya Bwana. Kutengwa kwa ajili ya Bwana maana yake nini? Maana yake Mungu anakuwa na sauti na mamlaka kwenye maisha yako. Sikiliza, ukijiweka wakfu Mungu ataachilia baraka. Ukijiweka wakfu Mungu anaachilia ulinzi. Ukijiweka wakfu kwa Bwana, Mungu anaachilia mwongozo. Kaangalia kwenye Agano Jipya, kujiweka wakfu, Biblia inasema walikuwa wanawaweka mikononi mwa Bwana.
Mtu aliyewekwa wakfu ni kama amechorwa kwenye mikono ya Bwana. Kwa hiyo amechorwa hapa kwenye viganja vyake. Ukimgusa ni umegusa mboni ya jicho la Bwana. Kama unanielewa sema amina. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Nyanyua mikono yako juu. Sema Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, jioni ya leo nimesikia neno lako. Nimesikia neno lako. Wewe ndiwe Mungu uliye hai. Wewe ndiwe Mungu wangu. Sina Mungu mwingine ninayeweza kumkimbilia. Jioni ya leo nimeinua mikono yangu, shala ya kunyenyekea. Mimi ni mwanao katika jina la Yesu. Jioni ya leo, jioni ya leo ya tarehe 1 ya mwezi wa kwanza 2026, niko mbele za uso wako. Ninaomba rehema, ninaomba rehema. Ninajua Bwana umenivusha mwaka, sio kwa sababu ni mwema. Mungu uliye hai, jioni ya leo ninaomba rehema, ninaomba rehema. Nirehemu Bwana juu ya uasi, juu ya uovu, juu ya dhambi unayoiona kwenye maisha yangu. Kwa damu ya Yesu unitakase Bwana, unioshe Bwana, unitakase Bwana. Ninaomba rehema kwa ajili ya uzao wangu, kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya familia yangu. Nioshe Bwana kwa damu ya Yesu. Huu ni mwaka mpya, ninahitaji Bwana kuanza upya na wewe Bwana, kwa damu ya Yesu. Nami niko tayari jioni ya leo kujiweka wakfu madhabahuni pako kwa ajili ya mwaka huu. Bwana, najiweka wakfu, najiweka wakfu mikononi mwako jioni ya leo. Mimi na familia, mimi na uzao wangu, ninawaweka wakfu mikononi mwako kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Familia yangu, ndugu zangu, nawaweka wakfu kwenye madhabahu yako jioni ya leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana, ninauweka wakfu uchumi wangu kwenye madhabahu yako jioni ya leo. Ninaweka wakfu afya yangu, afya ya familia kwenye madhabahu yako, uchumi wangu, kazi zangu, moyo wangu nauweka wakfu kwenye madhabahu yako, kwenye madhabahu yako jioni ya leo, jioni ya leo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Viungo vyangu vyote vya mwili na viweka wakfu madhabahuni pako. Kila kiungo naweka wakfu kwa damu ya Yesu, naweka wakfu madhabahuni pako, madhabahuni pako jioni ya leo, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Haya ni majira mapya, majira mapya, majira mapya, majira mapya. Mapepo hayatakiwi kuwa juu yako. Majira mapya kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu.